Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Nikisema kazi na utu, mnajibu tunasonga mbele. Kazi na utu. Kazi na utu. Awali ya yote, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia leo kukutana katika siku hii muhimu kwa vijana wetu 109 ambao tunawaaga leo wakielekea huko kwa ajili ya kwenda kuanza kazi nje ya nchi, kwa kuwa ni fursa adimu na inaandika historia mpya katika maisha yenu kuanza safari hiyo ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Lakini kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini mimi kumsaidia kazi kama waziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Lakini kipekee nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa naibu waziri wangu Mheshimiwa Rahma Riyadh Kisuo ambaye ni naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano, ambaye ameendelea kunisaidia kazi kwa ukaribu, lakini kwa pamoja tukimsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii kama nilivyosema, hafla leo ni ya kipekee kwa kuaga vijana 109 wa Kitanzania wanaoenda kuanza safari ya ajira nje ya nchi. Ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, kama mnavyojua, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha mazingira ya ajira nje na ndani ya nchi, na imeendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa ajira, kuongeza ulinzi wa kisheria wa wahamiaji wa kazi, kutoa mafunzo kabla ya vijana wetu kuondoka kwenda kufanya kazi nje ya nchi, pamoja na kukuza ushirikiano na nchi mbalimbali ambapo vijana wetu wanaenda kufanya kazi. Na hapa nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyofanya kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia, ambayo haya yote ndio yanaleta fursa zote hizi zinazoleta fursa za ajira kwa vijana wetu wa Kitanzania. Na Mheshimiwa Rais mmeona juzi tu amemwagiza Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki katika kushughulikia swala la fursa mbalimbali kwa ajili ya Watanzania, zikiwemo hizi ajira ambazo leo tunawaaga vijana 109 wanaoenda kufanya kazi nje ya nchi, kazi katika kada mbalimbali. Lakini ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, leo ni siku ya kipekee sana kwa kuwa inaweka umuhimu wa kudumu katika utekelezaji wa juhudi ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuratibu na kusimamia fursa za ajira ya nje ya nchi. Juhudi hizi zinawakilisha kwa karibu wadau wakuu ambao ni mawakala binafsi wa ajira. Na hapa nichukue nafasi hii kuwapongeza sana TRA na mawakala kwa kazi kubwa mnayoifanya. Haya yote yamefanyika ni kwa sababu mmekuwa wadau wakubwa wa serikali na mmetoa ushirikiano mzuri. Mimi kama waziri wa nchi naishughulikia mambo ya kazi, ajira na mahusiano, niwahakikishie nitawapa ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba kazi kubwa mnayoifanya ya kuisaidia serikali katika kutimiza majukumu yake inaweza kufanikiwa, na nyie msikwame, ili muendelee kushirikiana na serikali kufanya jambo kubwa ambalo linawafanya vijana wa Tanzania waweze kupata fursa. Hongereni sana. Naitwa Dida Salim, ni katibu mkuu wa Umoja wa Mawakala nchini Tanzania Bara. Leo tuko tuna zoezi la kuwaaga wa vijana wetu ambao wengi na Mheshimiwa Waziri alikuwa ni mgeni rasmi. Kwa hiyo napenda sana kushukuru ofisi ya Waziri Mkuu, ajira, kazi na mahusiano, na kama mlivyosikia Mheshimiwa Deusi, Waziri Deusi, kwamba kazi ziko nyingi sana, fursa ziko nyingi sana, zaidi ya 10,000 serikali imetoka. Jamani, karibuni sana, msiwe na wasiwasi, mdonge. Na sasa tunaweza kuajiri watu tofauti tofauti. Kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutoa fursa. Kama mlivyomsikia waziri wetu wa kazi Mheshimiwa Deusi, fursa ziko ni nyingi, zaidi ya 8,000. Jamani, njoeni mjiandikishe. Fursa tofauti tofauti, na kuja kujiandikisha madereva, ndio jisajili mapema, manesi, kama mlivyosikia serikali hapo ilivyosema. Kwa hiyo tunaaga vijana wetu takriban 109 wanaelekea Dubai. Kwa hiyo tunaomba sana mawakala wasiwe na uoga, ili jambo liko wazi na serikali tunafanya nayo kazi kwa ukaribu sana. Kwa hiyo tutakuwa tuna usahili wa irrigation ya project, ambao usahili huu utaanza, ratiba zimebadilika kidogo, itakuwa tarehe 13, 14 na tarehe 10, yani 10, 11
13 mpaka tarehe 14. Usaili huu utafanyika Magomeni Mapipa, mtaa Idrisa namba 51, lakini kwa upande wa Zanzibar itaanza tarehe 11, pia tutafanya kule usahili. Okay, eneo ni kwa Mchina Mwisho, jengo la bodi ya mikopo, ghorofa ya 5. Jamani, naendelea kusisitiza tena kama mkurugenzi pia wa SAS Solution Company Limited, sasa tupo sasa kama sasa na Gulf peke yake, kama Gulf peke yake, hatuko association na kampuni aina yoyote ile, tuko tu sisi wenyewe kama sisi. Zingatia sana hilo na uwe kabisa unajua na kuangalia mikataba yako ambayo unaweza kusaini, kuhakiki kitu gani ambacho wewe unataka. Tutakuwa na interview 3 mfululizo, lakini tutaanza na irrigation ya umwagiliaji ambayo itaanza tarehe 10, 11, 12, 13 na 14. Hii ni ya umwagiliaji. Alafu tuna interview ya housekeeping ambayo itaanza tarehe 19 na tarehe 20. Na maana 19 bara na tarehe 20 itakuwa Zanzibar kwa Mchina Mwisho, jengo la bodi ya mikopo, ghorofa 5. Karibuni sana wote, na pia tuna kazi za aina tofauti mbalimbali. Jamani, sasa ni nyumba ya wasafiri. Kwa hiyo karibuni nyote sana. Asante. Napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutoa fursa. Kama mlivyomsikia waziri wetu wa kazi Mheshimiwa Deusi, fursa ziko ni nyingi zaidi ya 8,000. Jamani, njoeni mjiandikishe. Fursa tofauti na kuja kujiandikisha madereva, ndio jisajili mapema, manesi, kama mlivyosikia serikali hapa ilivyosema. Kwa hiyo tuko pamoja na tuko vizuri sana. Asanteni sana.